pengine kwa wakati mmoja Bwana Rais uliomba msamaha wenyeji wa eneo hili la Kaskazini Mashariki kwa niaba ya taifa, kwa niaba ya ofisi yako. Kumbuka kwamba miaka za awali kuna mauaji yalitokea katika sehemu hii ya Wagala, Malkamare, Garissa. Maelfu ya watu waliangamia katika mauaji hayo. Unaweza wapa wenyeji wa sehemu hii matumaini, labda serikali inapanga compensation au wataweza kulipwa fidia yoyote, Bwana Rais? Unajua, mbali na yale umesema ya mauaji Wagala, Garissa, pia kuna maovu zaidi ya kukosekana kwa maendeleo sehemu hii. Watoto wengi katika sehemu hii kukosa kwenda shuleni, madawa kukosekana hospitalini. Juzi Ijumaa, counties ambazo bado kina mama wengi wanakufa wakienda hospitali kupata watoto, na watoto wengi bado wanakufa ni counties za Northern Kenya na pastoral communities. So ile nimeomba msamaha hapa ni kwa sababu serikali ya Kenya, na nikisema serikali ya Kenya nasema serikali ya Kenya tangu tuwe taifa huru haijashughulika ipasavyo kwa usawa kwa watu wa sehemu zote, especially watu wa sehemu hii ya Northern Kenya. Na kwa sababu hiyo ndio nikasema ilikuwa ni makosa wakati huo, ni makosa wakati huu, na itaendelea kuwa makosa kama tutaendelea hivyo. Na nikasema ya kwamba yale ambayo yako nyuma yetu tunaomba msamaha kwamba yalifanyika kukiwa na serikali ya Kenya. Ya muhimu ni kwamba leo tunaibadilisha. Leo tunahakikisha kwamba uraia wa Kenya ni kwa Wakenya wote kwa usawa. Maendeleo katika taifa letu la Kenya ni ya Wakenya wote kwa usawa, na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na hatusemi hivyo kwa maneno, tunasema hivyo kwa vitendo. Yanaonekana the last 3 years, kwa miaka mitatu imepita, nimedhihirisha ya kwamba usawa inawezekana, na sio lazima sehemu moja ya Kenya ikose ndio sehemu nyingine ya Kenya ipate. Sote tunaweza kupata. Housing inaendelea kila sehemu ya Kenya, markets inaendelea kila sehemu ya Kenya, ujenzi wa barabara inaendelea kila sehemu ya Kenya, stima inaendelea kila sehemu ya Kenya, elimu ya watoto wetu inaendelea katika kila sehemu ya Kenya. So ile mawazo ya zamani kwamba ili wale wapate lazima wengine wakose, haya ni fikra duni, ni fikra ya viongozi ambao hawana maono ya kutosha kuendesha taifa lote la Kenya kwa usawa. So kwa watu wa Northern Kenya, ile msamaha kubwa tutafanya ni kuhakikisha ya kwamba sehemu hii inapata haki yake ya maendeleo, haki yake ya kushikamana kama taifa. Wananchi wa hapa, uraia wao usiwekwe tena katika mizani ama katika taswishi. And that I commit.